Moja ya makofi mengi tafadhali. Leo hii nimekuja hapa kukagua mradi. Nianze kwa kumpongeza aliyekuwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na aliyekuwa mbunge wenu. Licha ya kuwa na majukumu makubwa, lakini hakuwasahau wana Ruangwa. Mimi nakumbuka joto alilokuwa akitupatia kupitia maelekezo yake ya kuweza kuhakikisha fedha zinakuja kwenye mradi huu. Kila dakika mkumbukeni Kassim Majaliwa kwenye maombi yenu, kwa sababu amefanya kazi ya taifa, lakini pia pamoja na ubize wa kazi ya taifa au wana Ruangwa. Hongereni sana na ninyi kama wazazi wake, lakini pia kama wananchi wake ambao mara zote mlimchagua, na alipomchagua akaonekana kwa historia waziri mkuu aliyewahi kuaminiwa na marais wawili. Hongereni sana. Lakini baada ya hapa, nimeridhishwa na hatua ya mradi ambayo imefikia. Mheshimiwa Waziri pamoja na timu yako, hongera sana. Na hii inatokana na uchapakazi wako. Haujawahi kumwangusha Mheshimiwa Rais. Unaelewa vyema maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Unaelewa vyema nia na ari pamoja na malengo ambayo yanayo Mheshimiwa Rais ya kuwapatia Watanzania maji. Na hiki ndicho ambacho Mheshimiwa Rais ametaka, kwamba fedha inapotolewa iendane na kazi ambayo imefanyika. Hapa taarifa tuliyopewa inaonyesha kazi hata ni kubwa kuliko asilimia ya fedha ambayo imeshatoka. Hiki ndicho tunachotaka, na ndio maana nimetoa rai na kwa wakandarasi wengine. Akishapokea fedha mkandarasi, tunataka tuione thamani ya fedha hiyo aliyopokea kwenye kazi ambayo ameshaifanya. Nilimwelekeze mtendaji mkuu wa RUWASA, fanya tathmini ya miradi yote ambayo wameshapokea malipo ya awali na malipo mengine. Tunataka kuiona fedha, tunataka kuiona thamani ya fedha kwenye kazi ambayo imeshafanyika. Na wale ambao utakuta Mheshimiwa Waziri wameshafanya kazi lakini ni ndogo, haiendani na fedha ambayo alipewa, wanafanya kibabaishaji. Kwanza tuwajue, pili tuchukue hatua, lakini tatu wasipate mradi mwingine wowote ule. Lakini nimeangalia jengo la hapa, nimeangalia na lile jengo pale, nimeelekeza kumekuwepo na utaratibu katika baadhi ya maeneo, wakandarasi kutokufuata BOQ, kutokufuata mikataba ambayo ilikuwa imetolewa, kwamba kwenye jengo ambalo lilitakiwa liwekwe nondo 6 zenye milimita 16, kwa kuwa tunapoenda kukagua panakuwa pameshafunikwa, unakuta aliweka ya milimita 12, unakuta aliweka ya milimita 9, unakuta badala ya kuweka 6 ameweka 4. Na kwa sababu ameweka na mabomba akaweka na zege, tunauziwa mbuzi kwenye gunia. Sasa nimesema kila mkoa uwe na vile vifaa ambavyo vinaweza kuelekeza BOQ imefuatwa bila kubomoa jengo, kila mkoa. Na bahati nzuri ndio tunaelekea kwenye kuandaa budget, na wawe na wataalamu wale wa kuyakagua majengo ya aina hii, kwamba unaangalia BOQ ndio ukaguzi wenyewe huo, na unaangalia hicho ndicho kilichowekwa kwenye jengo. Jengo likiwa limeshapakwa na rangi, unaonaje kwamba liko vizuri na BOQ haunayo pale? Kwa hiyo tupate hivyo vifaa. Na nilipoingia kwenye gari baada ya kutoka pale kwenye chuo, nimeambiwa ile kijana anaitwa Azizi aliyekuwemo kwenye mbio za Mwenge yuko mkoa wa Pwani. Mikoa yote wawe na kitengo na vifaa na wataalamu wa kuyachunguza majengo, tusisubiri mbio za Mwenge. Ndio. Na siku za mbio za Mwenge tunachaguaga majengo ya kuupeleka Mwenge. Kama tunachaguaga yale tunayotaka Mwenge uone na tupate sifa kwamba mkoa umefanya vizuri, je, yale ambako watupelekaje Mwenge? Kama pale ambako tumechagua wenyewe
Yaani mtihani tuliojitungia wenyewe yanakutoaga makosa. Je, kule ambako hatujawapeleka? Sasa kwa kuwa vitengo hivyo kazi yao ya kila siku ni kufuatilia hayo, tunataka vifaa viwepo kila mkoa, wafuatilie kila mkoa, kila jengo, ili tuweze kubaini maeneo ambayo serikali imetoa fedha lakini haijatumika ilivyokusudiwa. Bajeti ya serikali asilimia zaidi ya 70 ni masuala haya ya manunuzi, masuala haya ya ujenzi. Kwa hiyo hili lazima lizingatiwe, na nimeelekeza yule kijana aletwe kwenye msafara wangu. Siku nyingine nikienda kukagua jengo, yeye yawe alipita kesho yake, nipate taarifa kwamba BOQ imefuatiliwa na fedha zilizotumika zinalingana na kazi ambayo imeshafanyika.